السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma baad, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila na taufiki yake ambaye anatuwezesha kuwa pamoja usiku huu ndani ya nyumba yake, usiku wa 10 wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tumeikamilisha funga ya 9. Huu ni usiku wa mwisho, kwa maana ya kwamba tunasubiri tarawehe ya mwisho ya siku ya 10 la kwanza kukamilika. Ilikuwa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya 10 la kwanza akijitahidi kufanya ibada ndani ya 10 la kwanza. Likiingia 10 la pili alikuwa akijitahidi zaidi alivyokuwa akijitahidi ndani ya 10 la kwanza, lakini likiingia 10 la tatu alikuwa akihama kabisa kutoka ndani ya vyumba vyake au ndani ya nyumba zake akihamia msikitini, anakaa itikafu, hatoki isipokuwa kwa dharura. 10 la kwanza linakwisha. Iangalie jitihada yako, kama inakufurahisha endelea, na kama haijakufurahisha basi zidisha na uongeze bidii na juhudi. Huenda 10 la pili usilishuhudie. Je, uliyotenda katika 10 la kwanza yanatosha kukutetea? Tulimzungumzia ndugu yetu ambaye alimaliza kusalisha tarawehe ya kwanza ili afunge funga ya kwanza na hakuifunga, kwa hivyo hakuswali hata tarawehe ya pili. Sisi tunasubiri hapa dakika chache tuisali tarawehe ya 10 kwa ajili ya funga ya 10 kesho, siku ya Ijumaa. Lakini si lazima tuimalize siku ya kesho, yani si lazima tuione tarawehe ya kesho usiku ambayo itakuwa ni ya 11. Ikiwa Allah atatuchukua, yanatosha tuloyatenda, yanafaa. Hivi ndivyo mwanadamu anavyotakiwa kujiuliza wakati wa kutenda. Ile kauli kwamba idha sarratka hasanatka wa sa'atka sayiatka wa anta mu'min, inatakiwa itumike. Yale unayoyatenda yanakufurahisha kama ni mema, unachukia yale uliyoyatenda katika maovu, uionje ladha ya imani, lazima uwe hivyo. Jana tukiwa tunaizungumzia masala ya kuunganisha funga al-wisal, tulisoma kauli ya wanaoona inajuzu, na wao wakalielezea katazo la Mtume kwamba ilikuwa ni katazo la huruma tu. Mtume aliwakataza kwa kuwahurumia tu, haikuwa kwamba anakataza kwa kuweka mkazo na kuharamisha. Na kauli yao inaungwa mkono na ile riwaya ya mama Aisha radhiallahu anha. Mama Aisha anasema nuhiya anil wisal au naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil wisali rahmatan bihim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikataza kuunganisha swaumu kwa huruma tu aliyokuwa nayo kwa waumini. Watu wanakataa hoja ya kuunganisha kwamba ni jaiz, na wanachambua kauli hii ya hawa waliosema ni jaiz. Upande wa kina mama, sauti zinazosikika ni za kina mama wakubwa, acheni kelele tafadhali.
acheni kelele. Si tunatarajia kama kukiwa kelele ni za watoto, sio zenu nyinyi. Anasema wa amma qawlu Aisha, na amma kauli ya Aisha radhiyallahu anha kwamba naha anil wisali rahmatan lahum, alikataza kuunganisha kwa huruma tu aliwahurumia watu. Fala yamna'u an yakuna nahyu litahrim, kusema hivi hakukatazi au hakuzuii katazo la mtume kuwa ni la kuharamisha. Ile mama Aisha kusema kwamba mtume alikataza ili kuwahurumia tu watu, alikataza kwa kuwa alikuwa na huruma tu kwa watu, haizuii kwamba mwenye huruma anakataza kwa kuharamisha. Haizuii, haizuii. Kwa nini haizuii? Anasema la yamna'u an yakuna an-nahyu litahrim, haikatazi au haizuii katazo lile kuwa ni la kuharamisha, bali yuakiduhu, bali kauli hii inaliwekea mkazo au inawekea mkazo kauli kwamba katazo lilikuwa la kuharamisha. Kwa nini? Fa inna min rahmatihi bihim an haramahu alaihim, kwa huruma alokuwa nayo Allah au huruma alokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa waumini ndio iliyompelekea awaharamishie. Bali Mwenyezi Mungu akiharamisha au Mtume akisema kitu fulani ni haramu, si kwa sababu ya wivu, si kwamba anaona tulifaidi ndio maana ametukataza. Ni ile huruma alokuwa nayo ndio maana anatuharamishia. Kila kilichokuwa cha haramu ni huruma ya Allah kwetu iliyokipelekea kitu hicho kuharamishwa. Hataki twende motoni, si ndio huruma yenyewe hiyo? Hataki tudhurike, si ndio huruma yenyewe? Kwa hiyo kusema kwamba katazo lilikuja kwa ajili ya huruma tu, si kwa ajili ya uharamu, ilikuwa ni kwa ajili, kama vile anakusudia ni kitu ambacho kiko hata chini ya daraja ya makruh. Hapana, si hivyo. Inna min rahmatihi bihim an haramahu alaihim, kutokana na huruma wake Mtume sallallahu alayhi wasallama ndio maana aliwaharamishia hilo. Wa kullu al-awamiri wan-nawahi shar'iyya, na amri, maamrisho yote na makatazo yote ya kisheria, mabniyatun ala rahmati washafaqa, makatazo yote na maamrisho yote yamejengwa juu ya huruma na juu ya upole, kuhurumia na kutuonea, kutufanyia upole kwetu sisi. Yani Mwenyezi Mungu anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, kisha mwisho anasema inna Allaha kana bikum rahima, wala msitumbukize mikono yenu katika maangamivu, au wala msijitumbukize nyinyi wenyewe kwa mikono yenu mkajitumbukiza kwenye maangamivu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwenu. Usijishike kwa mikono yako ukajitupa, na mtu hawezi akajishika, hawezi ukajinyanyua ukajitupa pahali. Yaani usifanye kitu ambacho kiko harmful. Hapa wanawachuoni wanaichukua aya hii kuzungumzia uharamu wa kuvuta sigara, ile unayoishika mwenyewe kwa mikono yako ukaja kuozesha mapafu, au ukachukua ile kubwa ile sijui inashikwa hivi alafu ukaja kuvuruga ubongo, unaharibu afya ambayo lau ungeambiwa thamani ya kiungo kimoja kimoja unachokiharibu ungekufa kwa mshtuko. Unaharibu ubongo kwa bangi, lau ungeambiwa thamani ya akili ilivyo. Watu wanajisemea washairi, laiti akili zingenunuliwa, akili zingenunuliwa dukani, sisi tunaokwenda kwenye duka kununua ndo tungejikatia bei badala ya muuzaji mwenyewe kukata bei, kwa sababu zingetofautiana kama pia za viatu zilivyo. Hichi kiatu cha radi 10, hichi cha 15 kwa sababu ni kizuri kuliko hichi, hichi ni cha 100 kuliko vyote ni kizuri, hichi ni cha. Sasa sisi akili tungeichagua kutokana na hitajio letu. Mimi nataka ile akili ya kunifanya niwe tajiri, ile ya kunifanya nifaulu mitihani shule ile. Sasa zile akili zile tungejikatia bei wenyewe. Mimi nitakupa milioni 5 hii, na kuna mwingine anakusikia anasema milioni nitakupa milioni 7, tayari ashakushinda huyo.
tungefanyiana mnada. Maanake ile akili unayoitaka wewe uwe namba 1 na mwenzako anaitaka hiyo hiyo. Allah ameikupa free, unaivuruga kwa bangi, kwa madawa ya kulevya, pombe kali na upumbavu mwingine mwingi, na Mwenyezi Mungu alikupatia free of charge. Ashakwambia usitupe nafsi yako, yani usijitupe mwenyewe kwa mikono yako kwenye maangamivu. Allah anakuhurumieni, ndio maana anakukatazeni. Inna Allaha kana bikum rahima law kanat al-uqulu tushtara latabaha an-nasu fi thamaniha, laiti akili zingalinonuliwa wanunuzi wangeshindana wao kwa wao kwenye kukata bei ya akili. Kwa hivyo hapa tunaona makatazo na maamrisho ya Allah yapo kwetu kutokana na huruma alionao kwetu. Kwa hivyo katazo hili la Mtume kwamba ni kwa ajili ya kutuhurumia, ndiyo ni kwa ajili ya kutuhurumia na kwa ajili ya huruma wake, ndio maana ni haramu kuunganisha. Acha tustopie hapa, insha Allah tutakuja kuiona tafsiri yale maelezo marefu tuliyosema huku kwamba mwanawachuoni Ibnul Qayyim aliyaelezea kwa urefu. Imam Ahmad samahani, al-Imam Ahmad na wenzake, tutakuja kuyaona maelezo hayo insha Allah, ni nini walichokisema kuhusu katazo hili au tafsiri ya Imam Ahmad ambayo aliitaja Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Kwa leo tuishia hapa, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi